Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, tunakusalimu jioni ya leo. Karibu tena ili tuweze kujuzana yanayojiri katika anga za kimataifa, pia yanayojiri katika Afrika Mashariki. Tuanze na yaliyomo katika anga za kimataifa. Tumeidungua ndege isiyo na rubani ya Saudi Arabia, wasema Wahudhi. Kundi la Wahudhi limedai kuangusha ndege isiyo na rubani ya Saudi Arabia. Msemaji wa kundi hilo nchini lenye makao yake nchini Yemen, Yahya Saree, ameandika kwenye mtandao wake wa X kwamba wamefanikiwa kuidungua ndege isiyo na rubani ya Bajirkader Akinsi iliyotengenezwa na Uturuki, ambayo ilitumia na jeshi la Saudi katika shambulio la angani dhidi ya mji wa Al Yauf. Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa Wahudhi watajibu ukiukaji wowote wa huru, wana uwezo wa kufanya hivyo. Waasi Wahudhi wa Yemeni walisema jana kuwa wamefanya shambulizi ya anga dhidi ya vituo vya mafuta vya Aramco na kituo cha mafuta cha Yanbu nchini Saudi Arabia. Tuelekee nchini Irani. Tumekomesha mashambulizi ya kulipiza kisasi, asema msemaji wa jeshi la Irani. Msemaji wa jeshi la Irani amesema kuwa kwa vile wakati wa Irani kipindi hiki cha vita umekuwa wa kulipiza kisasi, na baada ya Marekani kusitisha mashambulizi yake siku mbili zilizopita, sisi pia tulisitisha operesheni zetu. Wakati huo huo, vyombo kadhaa vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa Rais Donald Trump ameamua kutoendelea na kushambulia taifa la Irani. Uamuzi huo, kulingana na vyombo hivyo vya habari, ulifikiwa siku ya Ijumaa baada ya maafisa kuelezea wasiwasi kuhusu kupungua kwa akiba ya mifumo ya ulinzi ya makombora ya Patriot na uwezekano wa kuwatenga washirika wa Kiarabu wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi kuhusu uwezekano wa Marekani kutekeleza tena usitishaji wa mapigano wa upande mmoja. Mohamed Akraminia alisema kuwa Marekani inakabiliwa na changamoto ya kufanya maamuzi ya kimkakati. Haina mkakati ulio wazi. Hili linaonekana katika maamuzi ya rais na utendaji wa CENTCOM. Tuelekee Afrika Mashariki. Habari zetu zitupeleke nchini Uganda. Nchini Uganda, Rais Museveni amteua Utunu kuwania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Serikali ya Uganda imemteua Balozi Olara Otunu kuwania wadhifa wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, akimtangulizia mwanasiasa na kiongozi mshauri ambaye miongo kadhaa ya utumishi wake katika diplomasia ya kimataifa. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili Julai mnamo tarehe 26, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uganda ilitangaza kuwa imewasilisha ombi la kugombea nafasi ya juu katika Umoja wa Mataifa, huku mchakato wa kumtafuta mrithi wa Antonio Guterres ambaye muhula wake wa pili unafikia tamati tarehe 31 Desemba mwaka wa 2026. Ukianza, serikali ilimuelezea Otunu kama kiongozi wa taifa anayeheshimika na mtumishi wa kimataifa mwenye uzoefu wa zaidi ya miongo minne
Katika nyanja za diplomasia ya kimataifa, serikali, taalamu na asisi za kiraia ikisema kuwa historia yake pana ya uongozi inamfanya kuwa mtu mwafaka kuongoza Umoja wa Mataifa katika kipindi muhimu cha masuala ya dunia. Ndani ya mfumo wa Umoja wa Mataifa, Balozi Olumu aliwahi kuhudumu kama naibu katibu mkuu wa mwakilishi maalum wa kwanza wa masuala ya watoto na migogoro ya kivita kati ya mwaka wa 1998 hadi mnamo mwaka wa 2005. Ilisema taarifa hiyo. Balozi Otunu pia aliwahi kuhudumu kama balozi wa mwakilishi wa kudumu wa Uganda katika Umoja wa Mataifa pamoja na kuwa rais wa Baraza la Usalama la umoja huo. Katika kipindi hicho alianzisha mfumo wa upigaji kura wa awali straw ballot kwa ajili ya kumchagua katibu mkuu, utaratibu unaojulikana tangu wakati huo kama mfumo wa Otunu na ambayo umekuwa ukiongoza uchaguzi wa aina hiyo tangu mwaka wa 1981. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa huteuliwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwa pendekezo la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kufuatia mchakato wa uteuzi wa ushindani unaohusisha nchi zote na wanachama. Asante sana kuendelea kutufuata mpenzi mtazamaji wa Sahib TV1. Tunakutakia laheri. Tunasema shukrani.